Bwana, kuhusiana na sakata la Ibra pamoja na Harmonize kuisha, basi moja kwa moja watu wameanza kuja kutoa maoni yao, na moja kati ya watu hao ni mdau wa muziki wa Bongo Flava, lakini pia ni msanii wa hip hop hapa Tanzania, ambaye pia huaga anatoaga opinion zake katika mitandao ya kijamii, na huyu hapa si mwingine bali ni Wakazi bwana amekuja kuzungumza kuhusiana na issue ya mikataba ambayo wasanii wanasaini, na wasanii hawa ambao wanamiliki lebo huaga wanasainisha wasanii wao jinsi ilivyo, dosari na vitu vingine kama hivyo. So kwa mujibu wa Wakazi hapa ameandika kwamba msanii anasainiwa kuwa atafanya kazi XYZ ila hakuna signing bonus wala advance. Unaweza pangiwa chumba au kuazimwa gari, vitu ambavyo vina add pressure tu na sio actual value. Pia vile pili, mikataba ina termination clause ambazo zinamshusha msanii tu, yani lebo hata akizingua yenyewe wewe huna cha kuzungumza. 3, termination penalty au release clause fees zinakuwa na unrealistic numbers, yani tuna inflate figures bila kuwa na substantial evidence ya why. Tunaleta kiki na ubongo flavor hadi kwenye mikataba. Umeona hapa anachomaanisha huyu Wakazi kwa lugha nyepesi ni kwamba kwa kawaida, yani amelinganisha huku Bongo jinsi ambavyo wasanii wanavyosaini deals katika hizi lebo, na mbele huko bwana ni kwamba msanii ukisaini deal lazima kuna bonus. Yani kama unapewa milioni 500 unapewa milioni 500, alafu baada ya pale unaambiwa sasa baada ya hapo wewe utakuwa unapokea 30% kwa ya mapato yako yote, na tunataka katika huu mkataba utengeneze album 3 ambazo sisi tutazidistribute na tutakupa kiasi kidogo tu cha fedha kwa sababu tumesha kutangulizia almost milioni 500 upfront. So hivyo ndivyo madili ya Ulaya huko wanavyosaini hao wasanii ambao wako katika record label kubwa huko Ulaya. Umeona au Marekani tukizungumzia huko. Sasa huko kibongo bongo bwana unasainishwa dili, alafu unaambiwa kwamba utakuwa unapewa percent fulani, labda unapangiwa nyumba, baada ya hapo unapewa na kigari cha kutembelea ambacho hata kadi pia sio jina lako. Then kazi yako wewe sasa ni kutengeneza ngoma, zitauzwa mitandaoni, utapigishwa show, utapewa pesa kidogo, utajikimu katika hiyo pesa kidogo. Lakini pia kitu kingine alichozungumza ni kwamba hii issue ya katika mkataba ni kwamba kuna unrealistic numbers ambazo kwamba eti ukivunja mkataba unalipishwa pesa ambayo kiukweli haiendani na wala hawaelezei sababu ni nini. Mbona inawekwa tu pale number from nowhere kama hivyo bilioni kwamba utalipa kama ukivunja mkataba. Umeona? Lakini pia je, lebo yenyewe ikizingua pia hakuna accountability ambazo zina vipengele ambavyo vinaibana lebo kama ikizingua inakuwaje pia kwa upande wenu, kwa upande wa msanii. So hicho ndio kitu ambacho hapa Wakazi amekuja kukizungumza. Lakini hakuishia hapa, akasema kwamba 4, lebo zikishindwa kuprovide baadhi ya vitu ilivyoviahidi, msanii hana clue kwamba atapata vipi haki yake kwa ajili ya kujitoa. 5, mikataba haijaweka wazi tofauti ya masters na publishing. So wanatumia tu ignorance na desperation ya underground wanaotaka kujulikana na kuwafunga kwa kila kitu. Kumbuka Harmonize alikuwa anagaramia baadhi ya kazi zake kutoka mfukoni, lakini Wasafi walitaka alipe hela ili achukue catalog yake, wakati wao hata hawakuinvesti kwenye hizo catalog. 6, terms za mikataba ni ndefu mno na pia hazina sunset clause. Niendelee? Ameuliza hivyo Wakazi. So hayo ni maoni ya Wakazi kuhusiana na mikataba ya wasanii hapa Bongo jinsi ilivyo. Inaonekana kwamba ipo tu kiolela, vitu watu wanavitunga tu kutoka kichwani, havina ile actual meaning wala havina relationship ya action na makubaliano. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.